Nikukaribishe kwenye mazungumzo mafupi sana muda huu. Kwanza nimshukuru Mungu kwa kuniwezesha kufika Mbeya. Muda si mrefu, dakika chache zijazo, kwa uwezo wa Mungu tutakuwa tumeingia Mbeya mjini. Lakini kabla ya yote niwashukuru ndugu zangu wa Makambako ambao nimekaa nao kwa muda wa siku kadhaa, na achana nao sasa na kwenda kukutana na ndugu zangu wengine kutoka Mbeya. Lakini dhamira ya mazungumzo yangu ni mafupi sana, kukutana na wadau, kuwasikiliza shida zao, kushauriana, na ikiwezekana tuache tumetatua matatizo yao, waendelee kuwa imara katika safari ya maisha yao, huku wakiendelea kuipongeza 4A9 na kuishukuru 4A9 kwa sababu ni moja ya sababu ya wao kuimarika afya yao. Ni matumaini yangu klipu hii itatembea katika mitandao ya kijamii. Ombi langu, ukisikia na ukiona, basi waambie wana Mbeya, T.R. Msigwa yupo katika ardhi ya Mbeya sasa. Na kesho saa 1 asubuhi, saa 2, Mungu akituamsha salama, nitaendelea kuzungumza na wana Mbeya kama nilivyozungumza na wana Makambako. Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni washukuru wagonjwa wetu waadilifu, waaminifu, wasiotaka kuona ubabaishaji ndani ya maktaba yetu iliyokuwepo katika jiji la Dar es Salaam, Magomeni Mapipa. Leo tumewasimamisha wenzetu wawili kwa sababu ya kuuziana dawa nje ya utaratibu wa ofisi yetu. Tunawasihi sana wagonjwa, inawezekana kweli mtu yuko pale ofisini, mwingine yupo kwa nia njema, mwingine yupo kwa nia sio njema. Nimetumiwa ujumbe, mtu kaja pale amedakwa na watu, wakawaingiza kwenye bajaji, wakakubaliana, wakafanya biashara, lakini yule alimwambia lazima nimwambie T.R. Msigwa. Sasa mtu mwingine si angemwambia T.R. Msigwa, kingetokea cha kutokea huko, bado lawama zingekuja kwa T.R. Msigwa. Nisisitize, tumeweza kumtatulia mtu matatizo kwa muda mfupi. Kwa nini usio na uvumilivu wa kuonana moja kwa moja na T.R. Msigwa? Najua watu husema T.R. Msigwa simu yake kuipata ni kazi. Ni kweli, kwa sababu anaongea na watu wengi na wenye shida ni wengi. Lakini kwa nini huna uvumilivu upate kitu salama? Kwa ni vyema nikaendelea kusisitiza, sio kila unaoniona naye au yupo katika maktaba yetu anakuwa ni mtu safi. Tumeendelea tukiwapunguza wale watu ambao wamekuwa si waaminifu, aidha wanatumiwa na watu wengine au aidha ni wao wenyewe mifumo yao, ili tubaki tukiwa salama zaidi. Kwa ninatoa shukurani kwa wale ambao wananifikishia ujumbe wa moja kwa moja na ushahidi wa kile kinachotokea baada ya kwenda kwenye maktaba yangu. Kwa sasa pale watu wanaoruhusiwa kutoa dawa ambao wana baraka za T.R. Msigwa, kama hivi T.R. Msigwa yupo nje ya Magomeni Mapipa, ni Amina na Regina. Hawa wawili kwa sasa ndio wana uwezo wakakupa dawa. Kama binadamu unaweza ukajidhihirisha, yani ukathibitisha hilo, kuwasiliana na T.R. Msigwa moja kwa moja ili aone kama kweli umepewa hapo au haukupewa hapo. Kwa hiyo kwa ufupi yangu ni hayo, nizidi kuwasisitiza na niseme utulivu ndio kitu pekee kinaweza kikakufanya ufikie mafanikio katika safari ya maisha yako. Lakini ukiweka tamaa mbele, ukaweka pupa, ni ngumu sana kufikia katika lengo, kwa sababu itafikia sehemu itajulikana tabia yako sio njema na watu wanaweza wakajitenga na wewe. Kwa hiyo ombi langu kwa wanaofuatilia vipindi vyangu katika mitandao ya kijamii, utulivu ni kitu muhimu sana, na kuwasiliana moja kwa moja na T.R. Msigwa ili uweze kupata ufumbuzi bora wa tatizo lako mwenyewe.
asilimia kubwa tunapata ufumbuzi kwa muda mfupi. Unajiuliza na unashangaa kwa nini mtu kachukua muda mrefu. Kuna mtu mmoja Dodoma kanambia akapewa 4A5 moja na hatujawahi kutoa 4A5 moja. Kwa hiyo tumemwomba atupe ili tuweze kujua iko katika mfumo wetu au haiko katika mfumo wetu. Na wasaidia watu wengi ambao kipato chao ni kidogo, na watu nitakutana nao Mbeya wana kipato kidogo, nitawaacha wanafurahia afya yao na maisha yao yakiwa bora zaidi. Kwa hiyo kinachotakiwa ni umakini, ndio jambo zuri zaidi. Nikushukuru kwa muda mfupi huu ambayo sasa dakika chache zijazo niko Mbeya, lakini siko Mbeya mjini, lakini dakika 10 zijazo nitawasili Mbeya mjini kwa uwezo. Tuzungumze na T.R. Msigwa ndio lugha tunaosafiri nayo, na ili tuzungumze tutumie 0752 81 9047 au 0713646691. Nipe taarifa, nichukue hatua madhubuti ili tuwe salama. Tukutane jioni kwenye saa 2 kamili kwenye live au mubashara na T.R. Msigwa. Mungu ibariki Afrika. T.R. kwa mara nyingine. Asante kwa kunisikiliza.